Katika somo la kwanza kutoka nabii Ezekieli, Mwenyezi Mungu anaahidi kuchukua mwenyewe jukumu la kuwachunga kondoo. Nabii anapoandika maneno haya, tunaweza kupata picha kwamba waliokuwa na jukumu la kuongoza na kutakatifuza taifa la Mungu, makuhani wakati huo, hata pengine na viongozi wa kisiasa, hawakutimiza wajibu wao ilivyopaswa. Hivyo Mwenyezi Mungu anatoa tangazo hili: mimi mwenyewe na mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia. Bila shaka utabiri huu wa Ezekieli unatimia katika Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Mungu kweli ameshuka kuja mwenyewe kuwatafuta kondoo wake, kuja kuwaponya mwenyewe kondoo wake. Anageuka mwenyewe kuwa mchungaji. Ni kweli kwamba sasa Bwana baada ya kifo, mateso, kifo na ufufuko kwa jinsi ya mwili alipaa mbinguni. Sasa ahadi ya Ezekieli inaendeleaje? Ahadi ya Ezekieli inaendelea kwetu sisi wote tunaojiita wa Kristo au tunaoitwa wa Kristo. Tunafanya kwa niaba ya Kristo mwenyewe. Kama somo la pili lilivyoelekezwa, tayari tunayo neema mioyoni mwetu. Pendo la Mungu limeshushwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu tuliyompokea. Kwa hiyo tunayo mamlaka ya kutawala kwa jina la Kristo. Tunazo nguvu ambazo sio za kibinafsi, sio za kujifanyisha, bali ni nguvu za huduma zinazotoka katika Kristo ambaye anaishi ndani yetu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anaendelea bado kutawala, na Mungu aliyemkarimu hakutaka kujiachia mwenyewe jukumu hili, bali kwa sababu ya upendo wake anaturithisha, anatuamini, anataka tufanye kama yeye alivyofanya. Ni wazi kwetu tulio makuhani tunalo jukumu kubwa zaidi. Na kwenye vijana mnaojiandaa, ni wazi mnajiandaa kwa jukumu hilo kubwa zaidi. Lakini wote tuliobatizwa tunafahamu kanisa linavyotufundisha kwamba sisi sote ni makuhani. Ni makuhani katika Kristo Yesu. Mchungaji wetu mkuu Bwana wetu Yesu Kristo, tumesikia katika Injili anafanya jambo ambalo labda kwa vile tumezoea Injili hii hatuoni kama ni la ajabu. Lakini kwa kweli tukisoma vizuri Injili hii tunaweza kushangaa namna ya huyu mchungaji ya kufanya kazi ya kuwatunza kondoo wake. Ana kondoo 100, mmoja amepotea, anawaacha wale 99, anakwenda kutafuta huyu aliyepotea. Singetosha tu kusema kwamba afadhali nibaki na watu 99 asije akachomoka tena mwingine au wawili au watatu, walau namba 99 ni bado ni kundi kubwa. Alafu huyo mmoja aliyeondoka shauri yake litakalompata kwa limpate. Hii ni namna ya mwinjili kutuonyesha, au Yesu mwenyewe kutuonyesha namna pendo lake lilivyo kubwa, namna kila mmoja alivyo na thamani mbele yake. Anatufahamu kwa jina. Anamjali kila mmoja kwa jinsi alivyo. Hatuangalii sisi kama kundi. Ananiangalia mimi kwa sababu ananipenda. Atanifuatilia mimi kwa sababu ananipenda. Anahangaika kuhusu wokovu wangu kwa sababu ananipenda. Na hilo ndilo alilofanya baba yetu mwenye heri Yohane Merlini. Kanisa linapomtangaza mojawapo wa wanakanisa wake kuwa mwenye heri na hatimaye mtakatifu, sio kwa ajili tu basi ya kurudisha kumbukumbu, kumtazama, kufanya ibada, kumsifu. Hiyo ni mojawapo. Lakini zaidi na ya msingi ni kwa sababu ameishi fadhila ambazo ni mfano kwetu. Kanisa linapomnyanyua katika altare mwenye heri au mtakatifu, ni kusudi sisi tujifunze kutoka kwake, kwamba maisha yake yawe na impact katika maisha yangu. Ndicho kanisa linachofanya. Ndio dhumuni hasa la kutambua fadhila za kishujaa za anayetajwa kuwa mwenye heri, kuwa mtakatifu. Na baba yetu Merlini alikuwa mchungaji mwema.
tunafahamu kutoka masimulizi kadhaa kuhusu historia yake. Yeye alifanya hiki ambacho Kristo amekisema katika Injili. Yeye kama Gaspari hakuwa mtu wa kukaa tu parokiani na kusubiri wadhambi waje kutubu, kondoo waliopotea wajilete wenyewe. Yeye kama Gaspari alitoka, alikwenda kutafuta huko waliko. Sina haja ya kurudia masimulizi, bila shaka mengine yalitajwa katika tafakari mlizopokea. Bahati mbaya sikuweza kuja kwa sababu nilikuwa safarini, lakini naamini tayari mlielezwa vya kutosha kuhusu huyu baba yetu mwenye heri Yohane Merlini. Nakumbuka siku ile ya kuwapokea vijana wetu shirikani, nilidokeza kwamba kwa wale waliokuwepo watakumbuka, wakati amemaliza majukumu yake ya kawaida, kuna simulizi moja linasema majukumu yake ya kawaida ya kichungaji pale alipokuwa anafanya utume akiwa padre kijana, akiwa bado padre wa jimbo, kuna wazee mapadre walifahamu uhodari wake katika majukumu. Wale wazee ambao labda pengine kwa sababu ya kuchoka, kwa sababu ya kuishiwa nguvu, wasingeweza kufika sehemu kadhaa kwa ajili ya kutoa utume, wangemwalika huyo kijana Merlini, na Merlini angesafiri kuhakikisha kwamba anapeleka huduma ya kikuhani kwa hawa waliohitaji. Hakuwasubiri waje, aliwafuata. Na kama shirika letu lilivyo, kimsingi ni shirika la kuhubiri zaidi, kuwafuata watu zaidi huko waliko na sio kuwasubiri waje. Lakini basi msingi huu wa kihistoria unabadilika kutokana na alama za nyakati. Hatuwezi kwa mapadri wa kuhubiri tu wakati kuna maparokia hayana mapadre na kadhalika. Basi huyo ndiye Merlini kwa kifupi sana. Basi siku hii ya kufunga wiki ya damu inaangukia katika sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Labda mwanzoni nilipata kigumizi kidogo kusali misa ya damu azizi au ya moyo wa Yesu, lakini hii ni sherehe, sina mamlaka, hatuna mamlaka ya kusali misa nyingine leo isipokuwa misa hii ya moyo mtakatifu wa Yesu. Lakini baadaye akili ilifunguka vizuri na kuona kwamba wala kutafakari moyo wa Yesu pia ni namna ya kuingia zaidi katika kiini cha damu azizi. Ibada zote sahihi za kanisa letu Katoliki hazipingani, zinakamilishana. Hazipingani. Kuna uhusiano wa karibu sana kati ya moyo wa Yesu na damu azizi. Tunafahamu kwamba moyo, sawa, moyo upo, moyo kweli physical unaosukuma damu, unaofanya nini. Lakini kimapokeo, kwa desturi ya kanisa, desturi ya maandiko, moyo ni pale ambapo hisia, upendo, uelewa, maamuzi vinapokutana. Ile nguvu inayonituma nifanye kitu fulani kwa passion, huo ndio moyo tunaozungumzia. Na moyo unaweza ukawa na taswira mbili. Moja inaweza ikawa mbaya, nyingine ikawa nzuri. Mwenye moyo mbaya atafanya mabaya. Mwenye moyo mzuri atasukuma kufanya yaliyo mazuri. Yesu daima moyo wake ni passion, ni nguvu ya kusukuma kufanya mema. Kanisa lina ibada nyingi kwa Kristo mkombozi. Mojawapo ni hii ambayo sisi tumeikumbatia zaidi, ibada kwa damu azizi. Kuna ambao wamekumbatia zaidi ibada kwa moyo wa Yesu. Wengine ibada kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine ibada kwa madonda ya Yesu. Kwa nini huyu Yesu tunamgawagawa namna hii? Kwanza hatumgawi, bali Yesu ambaye ni Mungu, ambaye ni fumbo, hatuwezi kumuelewa tukamaliza. Lakini tunapomtazama katika aspect fulani, katika taswira fulani, inanisaidia kuzama zaidi na kumuelewa vizuri zaidi. Ninapozama kutazama yeye kama moyo, inanisaidia kumpa heshima zaidi na kumtafakari kwa uzuri zaidi. Yule anayeheshimu zaidi jina la Yesu, na yeye yupo pia na utajiri mwingi wa kumuelewa Yesu. Yule anayetafakari madonda ya Bwana na anaheshima kwa madonda ya Bwana, na yeye kuna namna yake ya kutafakari. Kwa hiyo ni utajiri, sio kwamba tunamgawa Yesu, bali ni utajiri unaotusaidia kulielewa vizuri fumbo hili la umwilisho, kumuelewa vizuri Kristo Bwana wetu.
nimesema kuna uhusiano wa karibu sana kati ya moyo wa Yesu na damu azizi. Kweli Yesu alianza kutoka damu sio tu pale msalabani. Tangu kwa Getsemani, jasho kama damu limtoka. Baadaye alipigwa mijeledi. Kwanza kabla ya hapo, kama tunavyosali kwenye ile rosari yetu ya damu azizi, tangu kutairiwa. Baadaye atapigwa kule kwa amri ya Pilato mijeledi, atawekwa taji la miiba, beba msalaba, kote huko damu inamwagika. Lakini cha pekee kinachotokea pale msalabani ni ile desturi kwamba miili sibaki msalabani, lakini miili inashushwa baada ya kufa, na hawana hakika kama Yesu amekufa. Askari mmoja wapo anamchoma ubavu kwa mkuki. Ningekuwa na uwezo wa kubadilisha masomo ya leo, ningechagua injili hiyo ya Yohane. Anamchoma ubavu kwa mkuki, yatimie maneno ya nabii, watamtazama yeye waliyemchoma. Kumtazama Kristo aliyechomwa, kama taswira yetu ilivyo hapo. Alipochomwa ubavu kwa mkuki, nini kilitokea? Ikatoka damu na maji. Mmoja akasema ni kama baada ya Yesu kumwaga damu kila mahali, sasa ilikuwa tena kuthibitisha kwamba walau itoke yote, ishe kabisa, hakubakiza tone. Tayari anaonekana kufa, lakini bado hata katika Yesu aliyekufa bado kuna kitu cha kutoka. Na tunajua fumbo hili la Yesu kuchoma ubavu na damu na maji kutoka tangu mwanzo wa kanisa linaeleweka kwamba ni sakramenti za kanisa zimetoka humo. Na kwa namna pekee damu, na sisi ni shirika la damu. Kwa namna pekee maji ya ubatizo. Kwa hiyo tunaposherehekea moyo mtakatifu wa Yesu, kwa kweli tunasherehekea kile kina chenyewe ambapo ndo damu imetoka. Hii damu ingetoka wapi kama sio kwenye moyo? Kwa hiyo sherehe ya moyo wa Yesu itufunulie zaidi na zaidi kulielewa vizuri fumbo hili la umwilisho. Watamtazama yeye waliyemchoma. Injili ya Yohane inatuambia, ikimfananisha Yesu aliyetundikwa na lile agizo la Musa la kuweka sanamu ya nyoka wa shaba aliyeng'atwa na nyoka, atazame, apone, aepuke kifo. Sasa na sisi tunaitwa leo, tunaposherehekea sherehe ya moyo wa Yesu, kumtazama huyu tuliyemtoboa kwa dhambi zetu. Kutazama sio tu kufungua macho na kuona. Kutazama ni pamoja na kukiri kwamba wewe Bwana umenipenda na mimi nataka niwe wako daima. Makundi mawili yanamtazama Yesu, wanaomchukia na wanaompenda. Wanaomchukia wanamtazama na wanasubiri hukumu. Wanaompenda wanajuta kwamba na mimi nilishiriki katika kifo cha huyu asiye na hatia, na wanataka toba. Na kweli Bwana hata mwache yeyote ambaye anataka toba kwa dhati. Tumtazame Yesu kwa namna hiyo, kama kundi la wanaompenda. Lakini tumtazame Bwana kwa umakini zaidi, kwa namna ambayo mioyo yetu haitasukumwa na kuwa watu wabaya, bali kwa watu wema. Kuwa na passion ya kutoka na kufanya huduma iliyo bora kwa jamii iliyotuzunguka. Kwa namna hiyo sio tu tutakuwa tunaheshimu damu azizi, bali tutakuwa tumeingia katika kiini, katika kilindi cha kule ambapo damu imetoka, ambao ni moyo wenyewe. Basi baba yetu Yohane Merlini atuombe tuweze kuiga fadhila zake, lakini zaidi tunaishi katika mazingira tofauti na yako yake, na sisi tuelewe katika mazingira haya ni kipi tunachopaswa kukifanya kusudi kuwa na moyo ambao kweli umeona na unatoka kwenda kurekebisha, kufanya kitu, kwa sababu upendo kama alivyofundisha Mtume bila matendo hauna maana yote. Upendo sio tu hisia za kujisikia na mpenda fulani. Upendo ni pamoja na kusimama kwenda kufanya kitu. Basi Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki, tuendelee kufahamu fumbo hili la umwilisho tunapokuwa na heshima kwa Kristo, iwe ni katika damu yake azizi kama sisi tunavyojitoa zaidi, iwe ni katika moyo wake mtakatifu kama siku ya leo tunavyopaswa kufanya,
iwe ni katika jina lake, iwe ni katika madonda yake, vyovyote kwa Kristo mzima ambaye moyo wake ulimsukuma kufanya aliyokuja kuyafanya, na sisi tujue wajibu wetu ni nini. Mioyo yetu itusukume kufanya lililostahili.